Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer, na hapa tupo Kasulu Kigoma, ambapo tuna shamba letu hili, na shamba letu hili tuna malengo ya kupanda miche ya matunda ama miti ya matunda, na kama unavyoona hapa tumeshapanda miti kadhaa ya parachichi. So mtazamaji, kuna baadhi ya makosa kadhaa ambayo tumeyafanya wakati tumepanda miche yetu hii na maendeleo yake. Kama unavyoona, tuna baadhi ya miche ambayo imekauka, kuna baadhi ya miche imekatika, na kuna mingine hali yake sio nzuri zaidi, na tunaendelea kujifunza kutokana na makosa ambayo tunayafanya. So kama wewe pia ni mmoja kati ya watu ambao na aspire kuja kuanzisha kilimo hichi cha matunda, hasa parachichi kwa wakati huu, unaweza kuepuka haya kutokana na uzoefu wetu ambao tunaupitia. Na hii imekuwa ni lesson kwetu. Kama unavyoona, bado tuna eneo lingine kubwa ambalo liko kule juu, tunaendelea kuchimba mashimo kwa ajili ya kupanda miche mingine iwe mingi zaidi, na tutatumia uzoefu huu ama makosa haya ambayo tumeanza nayo ama tumeyapitia kwa wakati huu. So mtazamaji, tulipoanza kupandikiza miti hii ilikuwa ni mwezi wa 6. So mwezi huo ndo tulipoleta miti 40. Ilikuwa ni miti 40 ya hasi avocado ambao tulitaka kuipanda katika shamba letu hili ambao naliona hapa, na of course tulishare na ninyi kuonyesheni kwamba jinsi tulivyopanda miti hii hapa na maendeleo yake yakoje, na mpaka sasa imeshapita mwezi mmoja na wiki moja toka tupande michi yetu hii. So haya ni makosa kadhaa ambayo sisi tumeyafanya na lesson ambayo tumejifunza, na solution zipi sasa ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuepuka makosa haya sijirudie tena katika hatua zifuatazo tunavyoendelea kupanua shamba letu hili hapa la matunda. So mtazamaji, kosa la kwanza ambalo tulilifanya sisi ni wakati wa kuchimba mashimo. So wakati tunafuata miche hii hapa, tulipewa kwamba ushauri lazima miche tufanye futi 3 kwenda chini na upana futi 3 na urefu pia futi 3. Yaani tutengeneze cube ambayo itakuwa na 3 feet upana kwenda chini futi 3 na kwenda urefu futi 3 pia. Lakini sasa changamoto hiyo kuja hapo ilikuwa tulivyoendelea kujifunza zaidi, tulikuja kugundua kwamba kwa kawaida inatakiwa shimo la parachichi liwe futi 2 kwenda chini, upana futi 3 na urefu pia futi 3, kwa sababu parachichi ni miongoni mwa mimea ama miti ambayo ina shallow roots, ina mizizi mifupi sana, haina mizizi ambayo ni mirefu kama miti ya eucalyptus ambazo zina miti mirefu sana kwenda chini. So parachichi uwaga mizizi yake ina tendency ya kusambaa kwenda horizontal hivi na sio kwenda chini depth. Kwa hiyo kwenda chini sana haitasaidia kitu chochote kile, lakini pia ukifanya hivyo miti yako hii hapa itakuwa inakuwa na inaitwa ni sunken hole, yani ni shimo ambalo limeenda kwa chini sana, na hivyo wakati unavyopanda miti yako ile itasababisha kwamba kuna baadhi ya sehemu itatuamisha maji kwa sababu inakuwa ni shimo. Kama ushawahi kuona shimo ambalo watu wanachimba wakati wanapanda banana ama ndizi, migomba tuseme hivyo, ni miti ambayo huaga unaacha nafasi, yani maana yake kuna mahali ambapo maji mvua ikinyesha yanatuama. So kwa parachichi maji yakituama sio salama sana, kwa sababu kuna ugonjwa unaitwa Phytophthora. Phytophthora hivyo ni ugonjwa wa virusi ambao unasababisha kwamba maji yakituama sehemu moja, parachichi huaga inaoza mizizi yake ile. So ikishaoza sasa, huo ugonjwa unasababisha mti wako kuanza kunyauka na mwisho wa siku unakauka. So hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vimetokea hapo, na recommendation sasa ambao tunaondoka nayo kwa mashimo mengine ambao tunaendelea kuchimba hapa shambani ni hivyo, tunafanya 2 feet kwenda chini na upana 3 feet at least. But hata kama ukifanya 2 feet sio mbaya, na pia inabidi iwe ufanye kama raised beds, yani utengeneze kama tuta fulani hivi wakati unapopanda parachichi yako, yani isionekane kwamba kuna sehemu ambapo maji yatatuama. So hilo ni mistake ambayo imetokea hapo mtazamaji, na
kutokana na hilo solution ambayo tunaifanya kwamba kuzuia maji hata kama mvua itanyesha kwa hii miche tayari ambayo tushaipanda kwamba yasituame, aidha yanayosambaa kwenda chini yasiingie moja kwa moja kwenye parachichi, tunatengeneza hivi visinia ama visahani ambavyo unaviona hapa shambani kwetu tunavyoifanya kwa wakati huu. Na pia kingine ambacho tulichokifanya mistake kwa hapo ilikuwa ni wakati wa kupanda, yani transplanting, kuhamisha ile miche sasa kuiweka shambani moja kwa moja. So ile miche waga ipo kwenye viriba vile vikubwa. So kwa kawaida natakiwa pale pale surface ambapo mti wako unapokuwa umetoka kwenye kiriba, yani usifukie sehemu ya kitako cha mche wako ule wakati unapopanda. Kwa hiyo inatakiwa ilevo kwamba iwe pale pale kwenye surface ya juu pale. Hata kama tutatengeneza raised bed kwa kiwango fulani, taonesheni hapo tunapokuwa tuna transplant miche mingine ambayo tutakayoileta hapa, inabidi iwe ni level surface. Yani maana yake mti wako ile stock ambayo ipo kwa juu, kitako kile cha juu cha parachichi wako usikifukie na udongo. Kikifukia tena, changamoto hiyo inatokea ya hiyo ya kuoza kwa kitako chako kile, unless ukipake rangi kwa wakati huo. Hiyo ni mistake namba moja mtazamaji, ambao tumeifanya, na solution ambayo tunaifanya kwa wakati huo kwa sisi kwa muda huu, kwa sababu tushapanda tayari hii miche, hatuwezi tukaingoa, ni kutengeneza visinia hivi kama unavyoviona hapa ama visahani, kuhakikisha kwamba hata kama mvua itanyesha kiango fulani, kwamba maji hata kama yatakuwa na sambaa shambani humu, yasituame moja kwa moja kwenye mti wetu hapa, kwamba yazunguke tu hichi kituta kidogo ambacho nimekitengeneza hapa shambani kwetu. Mtazamaji, kuna tofauti kati ya kupanda na kuizika miche yako ile. So kuipanda ni kwamba unaweka tu sehemu ile ya kiriba ama kile kimfuko ambacho kilikuwa kimezuia ama kimepandwa ile parachichi, na ile stock ambayo inaanzia hapo na kupanda juu inabidi iwe kwenye surface, yani kwenye udongo kwa juu, usizike kwa chini. Ukifanya hivyo kama unaofanya migomba pale, utakuwa umezika mche wako, utakuwa hujaupanda, na risk inayotokea hapo ni kwamba kile kitako chako kitaanza kuoza. So kinachotakiwa kipandwe kwa parachichi in short ni mizizi ambao ndo inatakiwa ifunikwe na udongo, lakini kwa juu inabidi uache kitako chako kiwe kwa juu. Mtazamaji, mistake nyingine ambayo tuliyoifanya wakati tunapanda parachichi hii ilikuwa ni overwatering, yani tulimwagilia maji mengi sana. So kumbuka kwamba hivi sasa tuko mwezi wa 7 na miche yetu hii tulipanda mwezi wa 6, na hapa Kigoma kwa miezi hii kuanzia wa 6, wa 7 na wa 8 mpaka wa 9 ni misimu ya kiangazi, manake hamna mvua. Kwa hiyo sasa sisi tulikuwa tunamwagilia asubuhi lita 20 kila siku. Umeona? So hiyo changamoto ilileta pia kwamba maji yakawa yanaanza kutuama katika eneo letu hili. Na ukiangalia eneo hili la kwetu, udongo wake haupitishi maji, sio wa kichanga, umechanganyikana huu udongo. Kuna sehemu kabisa kuna ufinyanzi kama kule chini ulivyoona, na ndio maana ukiona hapa tulipochimba baadhi ya mashimo yetu kuna maji kabisa yapo kwenye mashimo, ndio maana tumeacha haya mashimo. Inabidi tuanze kufanya utaratibu aidha tupande humo migomba, kwa sababu maji hayo hapa yalichelewa hata kutoka, kwa yanatuama. So maji yalikuwa yanakuwa mengi kwenye miparachichi yetu hii hapa. Nitakuonesheni baadhi ya miparachichi kama unavyoiona hapa. Hii ni sehemu ambapo miche hii maji yalituama, yani maji hayatoki, na ndio maana kama unavyoona kwenye huu mche kwamba tulitengeneza mpaka vifereji vidogo vya kutoa maji kwenye hii sehemu, kwa sababu tulikuwa tunamwagilia sana kwa wingi maji. So kwa sasa tunachokifanya na unavyoona hapa, ndio maana miche yetu inaendelea kukua vizuri, ni kwamba tunamwagilia mara moja kwa wiki na tunaweka tu lita 20. So kama natumia ndoo, niende ndoo kubwa moja, tunamwagilia tu kwenye miparachichi yetu, na hatujaona kwamba ikipitia shock. Kama unavyoona hapa inaendelea kuwa vizuri, ni kwamba maji hayo yanatosha kwa upande wetu hapa. So ndio hicho tunaweza kufanya kwa wakati huu, na miche yetu inaendelea kuwa vizuri hapa shambani kwetu. Hatuna changamoto ambayo tunaiona kwa upande wa maji. Kwa hiyo imetusaidia zaidi kugundua hivyo mapema kwamba parachichi haihitaji maji mengi kama tulivyokuwa tukifikiria before. Kwa sasa tunamwagilia tu ndoo moja ya maji kwa wiki na hamna chochote kinachotokea kibaya ama difference. Changamoto nyingine ambao parachichi zimepitia hapa shambani kwetu ni changamoto ya sunburn ama miche yetu kuunguzwa na jua. So before hatukujua, na tulipoenda kununua miche hatukuambiwa hili
kwamba miparachichi ina changamoto ya kuungua na jua, hasa kwa upande wetu huu ambapo tumepanda wakati wa kiangazi. So miche yetu kadhaa iliungua kabisa, imekauka. So nitakuonyesheni hapa, kuna baadhi ya miche mpaka impo kama 4 hivi au 3 imenyauka kabisa kwa sababu ya jua. So miparachichi ni baadhi ya miti ambayo ni delicate sana, kwamba inaathirika sana na jua. So solution ambayo tumekuja nayo ni kupaka rangi. Kama unavyoona hapa, hizi rangi nyeupe ni rangi ambazo tumezipaka kwa ajili ya kuzuia miche yetu hii hapa kuathiriwa na miale ya jua. So tumetumia white paint ama rangi nyeupe ambao tulichanganya na mafuta ya petroli, then baada ya hapo inakuwa rahisi kupaka shambani kwako ama kwenye miche yako hii. Na hii sio kwa miparachichi tu peke yake, nimeona watu wanaolima miembe wakifanya hivyo, michungwa pia wamekuwa wakifanya hivyo. Lengo ni kuzuia miche yako hii isiathirike sana na miale ya jua, unless otherwise utapoteza miche yako mingi ambayo unayo shambani kwako. Changamoto nyingine pia ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi ambayo tulikutana nayo mpaka sasa tulipopanda miche yetu hii ya parachichi ni kuvamiwa, shamba letu hili kuvamiwa na wanyama, hasa mbuzi. Remember, katika mashamba haya ni kwamba yalikuwa hayalimwi sana. Tumenunua shamba hili likiwa ni pori kwa kiasi fulani, so majirani hapa wamekuwa wakija kuchunga mbuzi kwa muda mrefu sana. So before hatukuwa na mche yoyote kwa sababu sisi tulipanda tukaondoka zetu, so tukasani tuko salama. Lakini kumbuka kuwa parachichi hizi, hasa majani haya, yanapendwa sana na mbuzi. Kwa hiyo mbuzi wakija tu shambani kwako hapa, wataanza kula majani ya miparachichi yako hapa. Kama unavyoona hapa, kuna baadhi ya miche kabisa ya parachichi ambayo ilivunjwa kabisa. Na haya majani mengine yote tunayoona hapa yameanza kuja kwa upya kabisa. Yaani hizi ni new shoots ambazo parachichi hizi zimeanza kushika na kuleta majani haya mapya. Mengine yote hapa nilipokuja hapa nilikuwa nishakata tamaa kabisa, kwa sababu mbuzi walikuja wakala miche majani yote ya maparachichi tunayoona hapa, na mengine kabisa yalivunjwa kwa sababu mbuzi wanapokuja hapa. So kwa shamba la parachichi ni heri wakaja ng'ombe kuliko mbuzi, kwa sababu ng'ombe wataalamu wanasema kwamba hawali majani haya parachichi, lakini kwa mbuzi hii ni chakula chao kizuri. Kwa hiyo wakija tu shambani kwako, basi you are over, you are finished, kwa sababu parachichi mbuzi waga wanakula miparachichi, miche ya maparachichi. So kwa sasa tuna mtu ambaye tumemweka shambani moja kwa moja hapa, ambaye anaendelea kwanza kuchimba mashimo na pia ana act kama mlinzi wa kutulindia miche yetu hii shambani kwetu. Na toka tumweke hapa hakuna tena kesi ambayo tumeiona kwamba mbuzi wanakuja shambani kwetu. Wachungaji wanapokuwa wanakuja wanaishia kwenye upande mwingine wa mbali kabisa kule, kwa sababu kuna mtu tayari tuko naye hapa shambani. So mtazamaji, mpaka sasa hizo ndo mistake ambazo tumezifanya na lesson solution ambazo tumezichukua kwa wakati huu. Tunajifunza moja kwa moja kutoka shambani, na hizi hatutazirudia tena tunavyoendelea kuexpand, kuongeza baadhi ya miche yetu kwenye eneo letu lililobakia. Kumbuka shamba letu hili lina almost hekari 6. So kwa hapa tuna expect kwamba tutapanda miche ya miparachichi, tutaweka pia miche ya machungwa kwa hapa, lakini eneo ambalo lipo viable sana kwa kufanya kitu hicho hapa ni almost kama hekari 3 tu, ndio tuta expect kupanda miche hiyo ya miparachichi. Na pia kwa upande wa chini hapa ndio sema hapa tunaendelea kufanya kilimo cha bustani ndogo ndogo ili tuweze kupata kibunda ama pesa kidogo kidogo, wakati tunavyoendelea kusubiria miche yetu hii ya parachichi ianze kuleta matunda. So that's it guys. Kama hujasubscribe, naomba subscribe. Naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer.